Katika jitihada za kuendelea kuliombea taifa kwa lengo la kudumisha amani nchini, mkuu wa mkoa wa Lindi Zainabu Teraki amewapongeza na kuwashukuru akina mama wilayani Kilwa kwa kufanya maombi maalum kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ili kusudi Mungu aendelee kumlinda na kumwepusha na shari za ndani na nje ya nchi. Yamezungumzo hayo iliyofanyika katika viwanja ya shule ya sekondari ya wasichana Ilulu iliyopo katika kata Atingi wilayani humo, ambapo pamoja na dua njema kwa rais amewaomba akina mama na waumini wote kuendelea kudumisha utamaduni huo. Mlichokiandaa ni dua kwa ajili ya Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Mmeangalia na mkaona kina mama kwamba ni wakati sahihi wa kumwombea rais wetu dua. Na mimi niwaambie, kwa sababu nilikuwa mmoja wapo kwenye dua, na mimi dua nazifahamu kidogo. Dua yetu ni makubwa. Tumuombe Mwenyezi Mungu aipokee na iende kwake kwa nia ambayo tumeikusudia. Na ninaamini Mheshimiwa Rais alipo atafarijika na dua hii, kwa sababu si dua iliyosomwa kwa ria, ni dua iliyosomwa na watu ambao wana nia madhubuti, sio nia ya kuonekana. Tumuombe Mwenyezi Mungu aipokee. Kina mama ndio wajenzi wa familia. Tunaungana na wenzetu kina baba kujenga familia, lakini mwisho wa siku familia inabaki mkononi mwa mwanamke. Tunalea watoto wakiwa matumboni mwetu, wakitoka na hata wanapokwenda. Niwaombe hizo Qur'ani mliohifadhi kwenye vichwa vyenu ikahifadhiwe kwa watoto tuliowazaa. Itoke kwa watoto tuliowazaa iende kwa wajukuu tutakao wapata. Tutengeneze vizazi vilivyo bora, vizazi vya Kiislamu. Tukishamaliza kazi hiyo, kwa sababu kazi hii tunafanya watoto wadogo, tusimamie malezi ya watoto. Tuna watoto wengi sana waliohifadhi, lakini Qur'ani iko kwenye kichwa tu. Wanayofanya barabarani na Qur'ani haviendani. Nikuombe kwa mkoa ni sehemu ya kitovu chetu cha imani, kwa sababu anapoelimika mwanamama ndio imeelimika jamii. Na mshairi mmoja anasema, idha kana rabbul baita bithubuli dhariba fala ta'jibanna idha ra'aita alwalad la'iba. Itakapokuwa mwenye nyumba ni mpiga ngoma, basi usitaajabu kuona watoto wake wanacheza. Unataajabu hapo? Sasa hawa kina mama kama tungewakosa hawa, wangekuwa katika maisha mengine ya dansi na vitu vingine, na hakika tahadhari ingekuwepo ndani. Lakini sio wao tu, mpaka wale wabeba na wanaoimba huko nje sasa hizo wasingekuwa na silsila hii. Lakini leo watoto wanapata mazingatio, mama yuko sehemu gani, wanasoma nini, malezi makubwa tunayapata kutokana na wakina mama. Kwa hiyo nikuombe kwa niaba yao, kama walivyokutunuku, basi sehemu hii ya jumuiya hii Tingi na wilaya kwa ujumla tuangalie kwa karibu sana kama mlezi wetu wa jumuiya za kina mama kwenye hili, na Mwenyezi Mungu akusimamie na uadilifu wako tunaujua. Uislamu umeturuhusu kujifundisha kwa mtu mwingine, na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani yote 80% ya Qur'ani Allah ameweka ni mifano na tarehe. Yaani mifano na tarehe 80%. Mifano na tarehe. Ukisoma Qur'ani tu
Allah anatoa mfano kwenye Qur'ani, anaweka na tarehe ya mambo. Dhalika mathalu kadha 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 mathalu kadha. Mifano, neno mathalu katika Qur'ani limedumu kwa kiasi kikubwa sana. Lengo nini? Mungu anatufundisha kwamba sisi ni watu wa kuchukua mfano kwa mtu mwingine, lakini sisi ni watu wa kusomeshwa kwa mifano, na ndio maana Qur'ani yote imejaa kwa 80% tarehe na mifano. Sikia tarehe maana yake ni historia na mifano, ili kuonesha tunajifunza kupitia mifano na Mungu anafundisha kupitia mifano. Haya ndio mafunzo ya Qur'ani tukufu, somo tunalolipata ndani ya Qur'ani, kitabu chetu kitukufu. Kwa hiyo ni diwani wa mfano kwa hakika katika wilaya yetu ya Kilwa, na sio aibu madiwani wengine wale waliokuwa hapa na wengine wasiokuwa hapa kuiga. Sio aibu kuiga yale ambayo yeye anaonesha anayapatia vizuri, lakini na yeye vile vile huko sehemu anaiga. Yaani ndio inavyokuwa hivyo, na yeye huko sehemu anaiga. Ndio ndio Uislamu unatufundisha hivyo. Kwa hiyo na sisi ambao tumemwona yeye tuige kwake, tutauhisha akhlaki njema katika jamii. Umma huu uliokusanyika hapa wa kina mama, al-ummu madrasa in a'adataha a'adaka shekha tayyibatan a'rab. Wana falsafa moja wa Kiislamu wanasema mama ni chuo kiwa utamwandaa, na ukimwandaa mama umeandaa taifa bora. Miongoni mwa wana falsafa wa Kiislamu wanazungumza. Sasa leo umma huu wa kina mama tunaamini kwa umma huu basi tunaweza kupata kizazi kilichokuwa kizuri, na tunaweza kupata vijana waliokuwa wastaarabu. Kama mama atakuwa mfano wa Hawa, lakini mama asipokuwa mfano wa Hawa tunawaona hapa. Ndio maana siku hizi tunapata mitihani mingi sana kwenye mitandao. Siku hizi ni mtihani mkubwa, akhlaki zimeharibika. Yani siku hizi hali tunayokwenda nayo ni ya kuharibu tu. Yani kila mtu ana madhumuni ya kutaka kuharibu, sio ya kutaka kutengeneza. Yani kwenye mitandao kuna kuharibu kabisa. Yani tungelikuwa na watu ambao hata kwenye mitandao wana malengo ya kutengeneza, tungelikuwa na taifa bora. Lakini siku hizi kwenye mitandao watu wote waliojaa kwenye mitandao, asilimia karibu 90, kila mtu ana lengo la kuharibu, lengo la kujivutia kwake amharibie mwenzie. Ndio shida tuliyokuwa nayo. Sasa nipata akina mama kama hawa katika wilaya yetu, kwa hakika nadhania tutakuwa tumefuata mfano bora, na kwa sababu